أما موضوع خطبتنا اليوم عنوانها يقول أحكام الطلاق والعدة. أما عنوان كميل يا خطبة yetu ya leo inatuambia hukumu za talaka na eda. أيها المسلمون، فما هو الطلاق لغة وشرعا؟ nini maana ya talaka kilugha na kisheria? Ulama al-lugha wanasema الطلاق لغة التخلية. talaka kilugha maana yake ni kujivua, kuachana na kitu. Hii ndiyo maana yake kilugha. Ama kisheria, halu qaidin nikahi, kufungua fundo la ndoa, kufungua ndoa. Hii ndiyo kisheria. Ndugu Waislamu, ama hukmuhu, hukmu ya talaka kisheria, hukmu yake fahuwa mubahun ma'a al-karaha. Wanawachuoni wanatuambia talaka ni halali na Uislamu umeruhusu talaka kutoka kwa sababu zilizokuwa maalum na zinazokubalika kidini. Lakini pamoja na uhalali wake hiyo talaka, lakini ni karaha. Dalili ya talaka kuwa halali bila ya tatizo lolote ni Allah subhanahu wa ta'ala kauli yake alipomwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika suratu Talaq aya ya kwanza, ya ayuha nabiyyu, ewe nabii, ewe mtume Muhammad, idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna, mtakapowaacha wanawake basi muwaache wakiwa wasafi, msiwaache wakiwa katika siku zao. Tayari Qur'ani imezungumzia kuacha kupo na kuna kubalika. Ama aya nyingine, at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf au tasrihun biihsan, talaka zinazoruhusiwa kumrejesha mke ni mbili, ya kwanza na ya pili. Ama dalilul karahati, ama talaka kuwa karaha, hadithi hii ndio wanawachuoni na alfuqahau wanaitumia kuonyesha kwamba talaka ni karaha. Hadithi aliyopokea al-Imamu Muslim katika mujalladi wa 5 ukurasa 67, hadithi nambari 2167, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala inna iblisa yad'u arshahu ala al-ma'i thumma yab'athu sarayahu فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. كما mtume katika hadithi hii anatuambia Iblis ametengeneza arshi yake katikati ya bahari, anatuma jeshi lake kila siku kutoka kuja kwa watu kwa ajili ya kuwashawishi, kuwagombanisha na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwadumbukiza katika maasi na madhambi mbalimbali. Atakuja mmoja wapo katika wanafunzi wake au watoto wake, baada ya kumaliza kazi yake hurudi katika arshi. Kuna riwaya inasema wanarudi baada ya swala ya Isha, anasema leo nimefanya kadha na kadha. Iblis anamwambia mtoto wake yule, wewe hujafanya kazi yoyote. Yule ambaye Iblis anampongeza na kumweka karibu na kuambia wewe ndio wewe na wewe ndio hodari na wewe ndio unastahili kupewa zawadi, ni yule atakayesema ewe baba Iblisi, leo nimepambana na mwanamume mpaka kampa mke wake talaka. Iblis anafurahia hilo. Lidhalika ulama wanatuambia فإذا كان فراق الرجل لامرأته محبوبا لإبليس فلا شك أنه مكروه عند رب العالمين.
Ikiwa ibilisi anafurahia kuvunjika kwa ndoa za watu, kutoka kwa talaka, bila ya shaka Allah subhanahu wa ta'ala hilo halifurahii. Amma hadithi inayosema ndugu wa Islam, abghadu alhalali ila Allahi au inda Allahi at-talaq, hadithun dha'afahu ulamau alhadith. Halali yenye kuchukiza mbele ya Allah ni talaka. Hii ni hadithi inafahamika kwa watu wengi. Ulamau alhadithi, mabingwa wa hadithi, wanaitia dosari na wanasema hii hadithi sio sahihi, na wameiweka katika daraja ya mursal. Na hadithi mursal kama qala sahibu albayquniyya, wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Hadithi mursal ni hadithi ambayo katika wapokezi wake ametolewa sahaba. Kama sahaba mwenyewe aliyeishi na mtume ndio mpokezi wa kwanza katika hadithi, katolewa katika hadithi hiyo, hadithi inakuwa ni dhaifu, haina uhakika na inakuwa katika daraja ya mursal. Kwa hiyo hadithi hii wako wanaosahihisha, lakini mabingwa wa hadithi wanasema si hadithi iliyokuwa sahihi. Idhan al-Islamu yakrahu at-talaqa walakinahu lam yuharrimhu. Uislam unachukia talaka lakini haukuharamisha. فتعال معي الآن فيما رواه الإمام أحمد، حديث يلبكي الإمام أحمد سكيليزا نا أبو داود نا الترمذي نا أمي صحيح الباني كتك صحيح الجامع وكراسة 2706. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawakemea wanawake kuwa na pupa na talaka, kudai talaka waume zao mara kwa mara. Kidogo wakikosekana anamwambia nipe talaka yangu au nipe karatasi yangu. Bwana Mtume anasema katika hadithi hii, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ba'sin faharamun 'alayha raihata al-janna. Mwanamke yoyote atakayemtaka mume wake talaka bila ya ugomvi wa kisheria, bila ya sababu inayopelekea mume atoe talaka, basi tu mambo ya kidunia, anadai ana miezi 3 hajanunuliwa kitenge, anadai talaka kwa hilo, basi Uislamu unasema na Mtume anasema mwanamke yule kunusa harufu ya pepo ni haramu kwake. Bali sisi wanamume tumeambiwa tufanye subira wanawake na tuishi nao kwa wema, na tujaribu kuepukana nao kwa namna moja au nyingine ili talaka isiweze kutokea. Katika hadithi aliyopokea al-Imamu Muslim, hadithi nambari 1469, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Mume asimchukie mke wake au asimwache mke wake kwa sababu mke wake ana tabia fulani mbovu ambayo inamchukiza yule mume. Ikiwa kuna tabia moja tu inakuchukiza, angalia pengine kuna tabia 10 anazokufurahisha. Yote haya Mtume anakuambia fumbia macho yako baadhi ya kasoro za mke wako ili mradi nyumba endelee kujengeka isivunjike. Ndugu Islam, ama ukija katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari, hadithi nambari 5176, na al-Imam Muslim hadithi nambari 1468 min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadithi aliyopokea al-Imam Abu Hurairah, Mtume anasema istawsu bin nisa'i khaira, wapeni nasaha wake zenu mara kwa mara. Wakiwakosea, dawa si kuwapiga, bali ni kuwapiga kwa ulimi, kwa kuwapa maneno ya Allah na mtume wake. Wapeni wasia nzuri za khairi mara kwa mara wake zenu. Kwa nini? Fa innahunna khuliqna min dhil'in, hakika wanawake wameumbwa kutokana na ubavu. Wa inna a'waja shay'in fi dhil'i a'lahu, na hakika ubavu uliopinda kuliko zote ni ile ubavu uliokuwa juu kabisa, na ndio alioumbiwa mwanamke. Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta, ukisema ulinyooshe kwa nguvu utaivunja. Wa in taraktahu lam yazil a'waja, na ukisema uiache itaendelea kupinda hivyo hivyo. Fastawsu bin nisa'i khaira. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب من يفسد بين الرجل وامرأته. Mtume amefika sehemu anasema
hayuko pamoja na mimi yoyote yule atakayeivunja ndoa ya wana wa ndoa. Anayekwenda kwa mume anatia fitna juu ya mke, au anakwenda kwa mke anatia fitna juu ya mume, anawasha moto baina mke na mume mpaka wanaachana. Hadithi hii aliyopokea al-Imam Ahmad katika mujalladi wa pili katika musnad yake ukurasa 397, na al-Imam Abu Daud katika sahihi yake hadithi nambari 2175, hadithi ya Abu Huraira. Anasema bwana mtume, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha, hayuko pamoja na mimi kabisa, asinijue na nisimjue mimi Muhammad, yoyote yule atakayefanya kazi ya kuvunja ndoa ya mume na mke. والقرآن الكريم في سورة النساء 19 النساء, Qur'ani inasema ishini na wake zenu kwa wema. Tofauti na wanamume wa zama hizi, hatuishi na wake zetu kwa wema, tunatumia lugha mbalimbali zilizochafu dhidi ya wake zetu. Qur'an inasema wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ishini na wake zenu kwa wema. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Kama watakuchukuzeni, basi wafanyeni subira, huenda mkachukia hilo jambo, kumbe ndani yake kuna kheri nyingi kabisa. Huenda maumbile ya mke wako hayajakuvutia sana, au uzuri wake, au kuna vitu vinakupelekea wewe kukerekwa na mke yule. Qur'an nasema jitahidi kuishi naye kwa wema. Huwezi kujua huyu unayomwona wewe sio misi, anaweza akakuletea kizazi kitakacho utangaza Uislamu. Ndugu Waislamu, niingie katika khutba moja kwa moja. At-talaqu yanqasimu ila nawaini, talaka inagawanyika sehemu mbili. Hapa wanamume hasa mliooa na msiooa, darasa hili, talaka ziko aina mbili au inagawanyika katika sehemu mbili. Ya kwanza, talaqun sunniyun, talaka ya kisunna, wa talaqun bid'iyun, talaka ya kibid'a. Talaka ya kisunna ni ipi? Wanawachuoni wamesema huwa an yutalliqa ar-rajulu zawjatahu marratan wahida, ni kumwacha mke talaka moja. Kile kitendo imebidi umwache, basi ukamwacha talaka moja, tena fi tuhrin, akiwa msafi, lam yujami'aha fihi. Wangapi wanaacha wake zao hali ya kuwa mwanamke yumo ndani ya hedhi, yumo ndani ya siku zake? Si talaka ya kisunna, ni talaka ya kibid'a. Talaka ya kisunna unampa talaka moja, alafu unahakikisha ni msafi, alafu katika kipindi ambacho unamwacha usimuingilie. So unasema tarehe 20 nataka nimwache, kwenye 15 unasema namalizia za mwisho nikutana naye kimwili. Talaka ya kibid'a inaitwa hiyo. Njoo ndugu Muislam katika sura at-Talaq aya ya kwanza, ya ayuha nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin, ewe nabii, mtakapowaacha wake zenu hakikisheni mnawaacha wakiwa safi. Aya ya Qur'ani hii ambapo mimi na wewe tuko mbali na aya hii. Walaqad jaa fi sahih al-Bukhari, angalia katika sahih al-Bukhari hadithi nambari 5332, wa fi sahih Muslim, ukiwa na wajomba tuna mababu na mabibi upande wa kule, siku mtoto kakuwa anadai mtoto wangu. Soma sura at-Talaq ujue sheria hiyo inasemaje, na kisheria mwanamke mwenye ujauzito anaruhusiwa kuachwa. Ndugu Waislamu, wanawake wako aina 6 katika kukaa eda. Hapa sasa ni azime masikio vizuri, kuna maajabu mtayaona kama mimi nilivyoona katika vitabu vya wanawachuoni. Wanawake wapo aina 6 katika kukaa eda. Aina ya kwanza kabisa, alhamil, mwanamke mjamzito, eda yake ya ajabu. Waiddatuha min mautin au talaqin ila wad'i alhamli, mjamzito akiachwa tokea mimba ina mwezi mmoja, basi anakaa ndani ya eda mpaka ajifungue, aachwe kikawaida tu hivyo. Au akiachwa kwa kufiwa na mume, yani mume amekufa,
hali ya kuwa mke mjamzito, basi eda yake mpaka ajifungue. Sasa bakhti ya mwanamke, mwanaume anaweza kafa akiwa yumo ndani ujauzito miezi 8, baada ya mwezi mmoja akajifungua, eda imekwisha. Au hata mume kafa leo, mama kajifungua baada ya siku 2, eda imekwisha. Na inategemea, mume anaweza kafa wakati mke ana ujauzito wa wiki 2. Siku hizi hospitali wanakuambia kama ujauzito upo au haupo, wiki 2 tu. Basi kama anafariki, mwanamke yumo ndani ya eda mpaka ajifungue. Hii ni aina ya kwanza ya wanawake. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna, na wanawake wenye ujauzito eda yao mpaka wajifungue. Ama aina ya pili, almutawaffa anha zawjuha bila hamlin minhu, mwanamke ambaye amefiwa na mume lakini hakumwacha na ujauzito. Muddatu iddatiha 4 ashhurin wa 10, muda kukaa kwake eda ni miezi 4 na siku 10, ikiwa hana ujauzito na mume akafa. Ni kama tulivyotangulia kusema, walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bianfusihinna 4 ashhurin wa 10, na wale waliofiwa katika wanawake zenu basi wakae eda yao miezi 4 na siku 10. Aina ya tatu ya wanawake wanaotakiwa kukaa eda, man faraqaha zawjuha hayyan, ni mwanamke ambaye mume amemwacha hali ya kuwa yuko hai, wa hiya tahidhu, hali ya kuwa bado anapata hedhi, fa'iddatuha 3 quru, eda yake anatakiwa angalie hedhi 3. Kaachwa akiwa msafi, hedhi ya kwanza, ameenda katika mwezi unaokuja, kaenda katika siku zake ya kwanza hiyo, ametaharika, ameenda tena katika siku ya pili, mwezi wa pili huo, ameenda tena katika ya 3, hiyo ndio eda yake. Akienda mara 3 katika hedhi kabla hakumrejea, basi mwanamke si mke wake. Huyu ni mwanamke ambaye anaachwa lakini ana uzima kutokwa na hedhi kila mwezi. Ama mwanamke ambaye ameachwa na mume hali ya kuwa mume yuko hai, yumo ndani ya eda, mume akafa, atakaje eda? Kwanza yumo ndani ya eda kuachwa, kabla eda kuachwa kuisha, mume akafa. Wanawachuoni wote wanakubaliana tokea mume anakufa, siku ile ile anaanza kukaa eda ya kufiwa, ana hisabu ya kwanza mpaka ya miezi 4 na siku 10. Ikiwa mwanamke mwenyewe talaka aliyopewa anaruhusiwa kurejewa. Ikiwa mwanamke mwenyewe talaka aliyopewa na mume wake ni talaka 3, amekaa katika eda mpaka eda yake ishe, mume hawezi kumrejea. Mwanamke akiacha talaka ya kwanza, ya pili, ya 3, lazima kae eda. Eda ikiisha khalas, yeye na yule mwanaume hawajuani mpaka aolewa na mwanamume mwingine upya, amwache kwa khiari yake, akae tena eda, alafu wewe uanze kumrudia. Sasa mume akifa hali ya kuwa mke ana talaka 3, hatakiwi tena kumkalia eda ya kufiwa, kwa sababu si mke wake tena, talaka zenyewe zishafika 3. Na wanaume hapo lazima nitumia mimbari ya veterinari kuwakemea baadhi ya wanaume. Anaweza kamwacha mke wake talaka 3, bado anamhitaji, anamtuma rafiki yake kwenda kumuolea. Na Mtume anasema la'ana Allahu al-muhallila wal-muhallala lah, Allah amemlaani mwanaume anayemtuma mwanamume mwenzie akamuolea yule mwanamke ili awe halali kwake. Wote wawili wamelaaniwa. Tena wengine wamesoma dini, shekhe tunapata kuwasikia, ndio anakuambia bahati mbaya umecheza faulo, sijui imetoka talaka 3, anatuma mwanafunzi wake, anampa mahari niolee. Na sharti unajua ni nini? Sharti lazima muingilie, hawezi kumwacha. Alafu anakaa naye mwezi 1 2, anamwachia yeye, anamhalalishia. Wewe uliooa kwa lengo hilo umelaniwa, na wewe uliompa kazi hiyo umelaniwa. Na nasikia wanaume wengine wanageuza kibao, wanasema simwachi tena. Mimi hawa nawapa dole safi sana, kila kitu agharamie yeye, afu mwishoni mruke mwambie dhambi kuacha. Ama aina ya 4 ya mwanamke anatakiwa kukaa eda, ndugu Waislamu, ni mwanamke ambaye mume amemwacha lakini hapati hedhi. Lazima tuangalie, anayekaa eda yake hedhi 3 ni yule anayepata hedhi. Sasa huyu hapati hedhi, bibi kizee, babu kizee kamchoka mzee mwenzie, anamwacha, ana miaka 50, kashakoma, eda yake inahesabiwa vipi wakati hapati hedhi? واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر.
unamhesabia miezi mitatu tu. Anayehesabiwa miezi mitatu ni yule ambaye ameachwa hajawahi kuwa na hedhi, ima bado mdogo hedhi hajaanza kupata, au mkubwa sana hedhi imesimama, au haoni hedhi kabisa kwa sababu hajui sababu ni nini. Kipimo chake ni miezi mitatu, anaangaliziwa eda yake. Yule ambaye eda yake inaangaliwa hedhi tatu ni yule ambaye tokea zamani anapata hedhi na hana tatizo katika hilo. Ama ya tano, ndugu Waislamu, ni man irtafa'a haiduha wa lam tadri sababa raf'ihi. Mwanamke ambaye alikuwa anapata hedhi, ghafla tu hedhi imesimama, si kwa sababu ya utu uzima, bado umri wake anatakiwa apate siku zake kila mwezi, sababu ya kusimama haijulikani au ya kugoma kutoka. Ameenda hospitali kila sehemu, anaambiwa bwana sababu hazionekani, anapewa madawa na hedhi haitoki, anakaa hivyo hivyo mwaka mmoja, miwili, mitatu, hapati hedhi. Huyo akiachwa na mume, basi eda yake anakaa mwaka mzima. Tuelewane? Mwaka mzima. Wanawachuoni wakasema miezi 9 itakuwa ni kwa ajili ya ujauzito. Kipimo cha ujauzito si miezi 9, na miezi mitatu ni kipimo cha kukaa eda wale wanawake ambao wanatokwa na hedhi. Kwa hiyo anaambiwa kwa kuwa hedhi yake imesimama bila ya sababu inayojulikana, si utu uzima, si ugonjwa, imesimama tu hivyo hivyo, basi akiachwa na mume eda yake sio miezi mitatu wala hedhi tatu, bali itakuwa ni mwaka mmoja. Na hayo ni hukumu ya Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Alihukumu hivyo, na hukumu hiyo mpaka leo katika vitabu vya fiqh vya wanawachuoni inatumika, na hakuna hata mtu mmoja katika masahaba aliyompinga Saidina Umar kwa kutoa hukumu kama hiyo. Ama ndugu Waislamu, mwanamke wa sita, imratul mafqudi, mwanamke ambaye mume wake amepotea, hajulikani yuko wapi, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mke sasa anahitaji haki zake, huduma mbalimbali hazipati. Sasa hapa ndo unaweza kuchanganyikiwa hukumu ya wanawachuoni walioitoa kupitia kwa hukumu ya Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab. Anasema wakae wana wa ndugu na yule mwanamke na kadhi wa Kiislamu, waangalia hakuna mawasiliano, hamna barua, hamna simu, hakuna mtu atoka bahati mbaya aliyomwona angalau hata South Africa, hajulikani yuko wapi, basi kadhi anampa hukumu akae eda miaka 4. Baada ya kumalizika miaka 4, ametokea hakutokea, ni bye bye, mwanamke anaolewa upya na mwanaume mwingine. Lakini kipimo hicho anachiwa kadhi ikiwa hisia za kadhi zitapelekea mwanaume labda amekufa. Kimya hichi chote atakuwa amekufa. Basi kama ndivyo hivyo na wakakubaliana na kadhi hilo, basi anatakiwa akae miaka 4 eda hiyo. Na vile vile mwanamke ikiwa subira itamshinda, mwanaume hana habari naye mwaka mmoja, miwili, hatumi chochote, hana habari naye kwa lolote lile, anaona kero kukaa peke yake, kinachotakiwa kwa mwanamke yule aende kwa kadhi wa Kiislamu na akamlalamikie. Kadhi wa Kiislamu atafanya fasakhu al-aqd, atafanya fasakh bimaana atavunja hiyo ndoa na kuifuta. Mwanamke anakaa eda kama aliyoachika, akimalizika anaolewa na mume mwingine. Hapa angalia sasa faida ya kadhi. Sasa hivi ndo kadhi hayupo na watu wanatoroka na kwambia wanaenda kuuzamia mabaharia na wanawake wanapata tabu peke yao huko. Ndugu Waislamu, sehemu ambayo mwanamke anatakiwa akalie eda, ikiwa mwanamke amefiwa na mume, eda yake ya kufiwa miezi 4 na siku 10, akalie katika nyumba ile ile ya mume wake. Ni hadithi aliyopokea al-Imam Malik katika al-Muwatta yake kwamba Mtume alimwambia Arifa bintu Malik ibn Sinan alipofiwa na mume, kamwambia kaa hapo hapo, labda kwa dharura, ikiwa nyumba ya mume wake hakuna mtu, walikuwa wawili tu na watoto, hawezi kupata, atakaa mpweke, hawezi kupata huduma zake zinazotakikana juu yake, basi kwa dharura hiyo anaruhusiwa kuchukuliwa na upande wa aina yote katika wakwe zake au ndugu zake yeye. Ama ndugu Waislamu, mwanamke ambaye aliyoachwa talaka 3, eda yake kwenda kukalia kwa ndugu zake kabisa, sababu hakuna matumaini kurejeana na mume wake. Na mwanamke ambaye ataachwa talaka ya rejea, kwamba yumo ndani ya eda, kama tulivyotangulia kusema, lazima akae eda hiyo katika nyumba ya mume wake. Mambo ambayo ni haramu kwa mwanamke ambaye yumo ndani ya eda:
namalizia khutba yangu kwa hilo. Kitu cha kwanza kabisa, atib, mapambo ya aina yoyote. Mwanamke aliyokuwa ndani ya eda ya kufiwa, kafiwa na mume, yumo ndani miezi 4 na siku 10, anaharamishwa kutumia manukato ya aina yoyote. Hadithi iliyopokea al-Bukhari na Muslim. Anakatazwa kupaka hina, ima mikononi, miguuni, katika kucha au kichwani. Anakatazwa kuvaa mavazi yoyote yenye mapambo mazuri ndani yake. Anakatazwa kuvaa pete, hereni. Anakatazwa kuvaa mapambo yale ya kiwanawake, silva, cheni na vitu kama hivyo, vyote anakatazwa kuvaa. Ni hadithi ya Ummu Maslama ambayo amepokea al-Imam Abu Daud kwa sanad iliyokuwa sahihi kabisa. Ndugu Waislamu, wanawachuoni wanasema wala yushtaratu laha fi thawbin muayyan au hay'a muayyana, wala mwanamke aliyekaa eda ya kufiwa hajapewa sharti avae vazi maalum kama tunavyofanya zama hizi, au akae ukaaji maalum. Anaruhusiwa kuvaa vazi lolote, ili mradi tu isiwe vazi ambalo ina uwekundu ndani yake kama ilivyokuja katika riwaya nyingine, na isiwe vazi ambalo ina mapambo. Iwe vazi simple sana la kawaida ambalo linamstiri. Anaruhusiwa kukaa kichwa wazi nyumbani kwake, kwa baba yake na kaka zake. Anaruhusiwa kupiga deki, anaruhusiwa kufua, anaruhusiwa kupokea simu, anaruhusiwa. Sio kama zama hizi watu wamezusha mambo ambayo hayamo katika dini. Anapotoka mwanamke chumbani kuelekea chooni, basi lazima watoke wanawake wawili wanamwangalizia, kuna jogoo hapa au kuna paka dume naye asimuone eti mwanamke mwenye eda au jogoo. Wanafukuzwa hayapita, ajifunuka kama vile Mula Umar anatafutwa, kafunikwa kabisa mwili mzima, anakwenda na nyata nenda chooni. Akija kudondoka mtamvunja bure. Au jua isimuone, au mwezi. Kwa nini? Mwezi una wasile wa wanaume, jogoo mwanaume, paka dume mwanaume. Sasa hikma yake nini? Hawa wanaweza kuja kumposa huyu? Au anaongea sauti ndogo, hujambo? Si jambo. Ndio nini? Uislamu hujasema hivyo. Zaidi haya nilikuelezeni ndugu Waislamu, hakuna chochote ambacho anatakiwa mwanamke afanye katika eda yake. Ndugu Waislamu, anaruhusiwa kuweka mafuta ya nazi kichwani, ili mradi asiwe yananukia. Yako aina mbili, kuna yale ambayo yananukia sana, kuna manukato ndani yake, na kuna yale ambayo ya original. Sio anakaa miezi 4 na siku 10 bila hata kutia mafuta kichwani. Kichwa kitaanza kumuuma, ataanza kupata mamba katika kichwa chake. Mtume SAW katika hadithi sahihi hizo hakuelekeza hayo. Na ninamalizia na kuambieni nini hikma ya Uislamu kumwambia mwanamke aliyofiwa na mume akae eda miezi 4 na siku 10. Hikma ya kwanza kabisa, wanawachuoni wanasema at-tahqiqu min bara'ati rahmi al-mar'ati kay la takhtalita al-ansab. Cha kwanza kabisa kinatakiwa ipatikane uhakika kwamba mume aliyekufa hajaacha mbegu katika kizazi cha mwanamke yule, ili nasabu za watu zisichanganyike. Miezi 4 siku 10 kama aliacha ujauzito lazima itajulikana tu. Jambo la pili, ta'dhimu amri aqdi an-nikah, kutilia uzito ndoa kwamba ni jambo zito, kwamba mwanamke akifiwa na mume basi hatakiwi tena aolewe siku ya pili na mwanaume mwingine, kuonyesha kwamba ndoa ni jambo zito, ina taratibu, ina nidhamu na ina hatua maalum. Jambo la tatu, tatwilu zaman ar-raj'a fi at-talaq ar-raj'i liyakuna amama az-zawji fursatun lit-tafkiri wat-taraju'. Ikiwa eda yenyewe ni eda ya kumwacha, basi pia inakuwa fursa kwa mwanaume akae atafakari, amrejee mama watoto wake katika kipindi hichi cha miezi 3 kabla ya eda kufika, ili aweze kupata maamuzi mazuri ya kumrejesha mke wake. Na jambo la 4 ni kuonyesha namna gani mume aliyekufa alikuwa ana utukufu katika Uislamu, na ndio maana mwanamke amekatazwa asiolewe na yoyote mpaka miezi 4 siku 10 ipite, mpaka anakatazwa asiende katika sherehe yoyote, asijipambe kwa namna yoyote kwa ajili ya kumtukuza na kuonyesha heshima kwa mume yule aliyepita. Ndugu Waislamu, mwanamke aliyekuwa ndani ya eda anaruhusiwa kutoka katika nyumba yake, eda ya kufiwa, anaruhusiwa kutoka katika nyumba yake kwa dharura iliyokuwa maalum. Kama kuna mgonjwa na
nusu, anataka akapate thawabu hiyo, atoke hali ya kuwa amejistiri na asijulikane kabisa. Hilo la kwanza. Ila wanawachuoni wameharamisha kabisa kutoka usiku. Kama kutoka kwa dharura, wanasema atoke usiku. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqahu min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih dhata baynina, Allahumma wa'alif bayna qulubina, Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa'izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر جيوش المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV. Allah